CCM oye! Nitoe maombi nisitoe? Niseme nisiseme? Mheshimiwa mgombea mwenza, kwa upande wa maji, nimeeleza upatikanaji wa maji takriban lita milioni 102 yaliyopo. Lakini changamoto ya kata zetu zote 6 za jimbo la Kibamba, hali ya kijiografia maeneo yetu ina miinuko sana. Lakini wakati mwingine hali hii imepelekea msukumo wa maji kwenda kwenye maeneo ya wananchi wetu kuwa mdogo sana. Lakini wakati mwingine wananchi wetu hutofikiwa na miundombinu ya maji, au wakati mwingine wakiwa wamefikiwa na huduma ya miundombinu ya maji bado hawajaunganishiwa maji. CCM oye! Mheshimiwa mgombea mwenza, kwa upande wa jimbo la Kibamba huduma ya maji ni 70%. Ukiweka kwa wastani wa upatikanaji wa maji kwa masaa ni masaa 14. CCM oye! Niombe Mheshimiwa mgombea mwenza, jimbo la Kibamba tuangaliwe kwa jicho la ziada, kwa jicho la huruma, ili maeneo yote ya jimbo la Kibamba yaweze kupata maji, na kwa yale ambayo tayari yamewekewa miundombinu ya maji basi yaweze kupata maji hayo. Na yaleta maombi haya nikitambua tuna kaya zaidi ya 205,000 katika jimbo la Kibamba. Mji huu unakuwa, watu wanaongezeka, lakini pia tunajua hali ya kijiografia ilivyo. CCM oye! Mheshimiwa mgombea mwenza, ombi langu la pili kwa upande wa barabara, na ndugu zangu hapa wa Kibamba shuleni kwenda Mpiji, kama nilivyoeleza, tunayo barabara ya kilomita 9.2. Tayari kilomita 4 TANROADS wameshazijenga kwa shilingi bilioni 6.1, lakini bado tunapungua kilomita 5.2 ili kuweza kumalizia kipande kile cha Mpiji pamoja na kujenga daraja. CCM oye! Lakini ya pili, barabara muhimu sana katika jimbo la Kibamba, lakini barabara hii ikifanikishwa itasaidia pia kuhudumia wananchi wa jimbo la Kinondoni na Kawe kwa upande wa wilaya ya Kinondoni. CCM oye! Na barabara hii ni ya Mbezi Victoria, Mpiji Magoe kwenda Bunju yenye urefu wa kilomita 24.7. CCM oye! CCM oye! Mheshimiwa mgombea mwenza, barabara hii imetangazwa zaidi ya mara 3 na ilikusudiwa ijengwe kwa mfumo wa Build, Operate and Transfer BOT. Tunaomba tuangaliwe kwa jicho la kipekee, iweze kuwekwa kipaumbele, iweze kutangazwa kupitia wizara yetu ya ujenzi ili fedha ziweze kupatikana. Maana kila mara ikitangazwa kutumia mfumo wa BOT imekuwa haipati mkandarasi mwenye sifa na hatimaye imejikuta inarudiwa mwaka hadi mwaka. Naomba kupiga goti kwa ajili ya barabara hii. Mheshimiwa mgombea mwenza, naomba tuangaliwe kwa jicho la kipekee ili barabara ya Kibamba shule kwa upande wa Mpiji mpaka kipande kingine kimalizike, yenye urefu wa kilomita 24.7 iondolewe kwenye BOT, serikali iweze kutenga fedha ili iweze kupata mkandarasi mara moja na tuweze kupata barabara hii. Sisi Mheshimiwa mgombea mwenza, eneo la 3, tunayo maeneo ya akiba ya TANROADS, na namshukuru sana ndugu yangu Kitila ameweza kuizungumzia swala hili. Tunashukuru kwa maelekezo yaliyotolewa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuruhusu wafanyabiashara wadogo wajasiriamali wanayotumia maeneo ya akiba ya TANROADS kutobugudhiwa. CCM oye! Tunaomba hili liweze kuongezewa nguvu, waweze kupata wafanyabiashara hawa vibali halali ili waweze kufanya biashara katika maeneo hayo kwa raha mustarehe bila ya kusumbuliwa na mtu yoyote. CCM oye! Mheshimiwa mgombea mwenza, eneo la 4, ningependa kuzungumzia swala la urasimishaji wa ardhi. CCM oye! Kwa upande wa jimbo la Kibamba, kwa takriban miaka 10 kulikuwa na zoezi la urasimishaji liliendelea. Watu wetu wapo wengine wamepimiwa maeneo yao, lakini bado zoezi hili halijakamilika. Niombe kwa unyenyekevu mkubwa
tutakavyoweza kushika madaraka, serikali iweke kipaumbele, iboreshe mfumo wa urasimishaji wa ardhi ili wananchi wa Kibamba walio wengi, na hili ni kwa kata zote, waweze kunufaika na ardhi zao, waweze kupata milki halali kwa ajili ya maeneo hayo. CCM oye! CCM oye! Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa mgombea mwenza, mimi kwangu ni kushukuru kwa kututengea muda pamoja na majukumu mengi ulionayo. Tunasema asante sana, na tunakutakia kila laheri unapomalizia ngwe nyingine katika kampeni. Tukuhakikishie jimbo la Kibamba tuko salama. Kibamba oye! Nimlete nisimlete? Sasa kabla sijamleta, niwaambie mna bahati, mna mgombea wa CCM mzuri mno. Mna mgombea wa CCM mzuri mno. Nimekuja hapa nikasikia mnasema mlete mzungu, mlete mzungu. Mliposema vile mkanikumbusha mbali sana. Mkanikumbusha wapi? Mbunge wenu mimi nimesoma naye. Mimi nikiwa darasa la 7, yeye alikuwa darasa la 4. Alikuwa darasa na alikuwa katoto hivi kana roho nzuri. Na sisi tulikuwa tunamuita mzungu wetu. Mzungu. Sasa nimeshangaa nani kawaambia kwamba huyu anaitwa mzungu? Lakini vile vile ni mwanasheria anayeheshimika. Ni mwanasheria akikaa na wanasheria wenzake wanajua mbele yao yupo mwenzao anayeheshimika. Lakini pia amekuwa kiongozi wa chama kwa nafasi mbalimbali mpaka halmashauri kuu ya taifa ya CCM, na kote anaheshimika kwa uwezo wake mkubwa. Lakini vile vile amekuwa kwenye serikali kwenye nafasi mbalimbali mpaka ngazi ya waziri, na mara ya mwisho mpaka sasa mshauri wa mgombea wa CCM ni halmashauri kuu ya taifa.